Maana sasa ni biakato pale ni biakato ai. Biakato hakuna cha kuloba tena, mwingine shabakia hivi. Bila mwingine shabakia hivi kabisa, watu wanakimbia mtoto kwa mamaki. Hii ambayo kunasikiza ni Baraka 160 kutoka Baraka 1 TV, saa 6 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 7 majira Afrika Mashariki. Mimi ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga, baba la baba, the one and only town DJP, mzee wa Ngwasuma. Tuko tarehe 8 za mwezi wa 5 2026. Biakato, baada ya watu zaidi ya 25 kuweza kuuliwa na magaidi wa ADF MTN, serikali yaongeza ulinzi huku raia wakikimbia makazi yao huko maeneo ya Biakato. Ituri, ya Biakato ni Ituri. So hali imekuwa ni mbaya sana. Watu wamepoteza maisha, wengine pia wamekimbia makazi yao. Hawa magaidi wa ADF licha ya kwamba serikali kunaongeza jitihada, nguvu, lakini still bado wako operational katika hayo maeneo. Huku rais wa nchi Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo akizungumzia masuala mbalimbali ya siasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Saa 9 ndo tutawekea ile integrality ile conference ya press yenye rais alifanya, yote iko na desert. Kwa hiyo tutajaribu kuibo desert, kipindi ya desert yote itakuwa ni hivyo. Tutafanya inner ya nafikiri itakuwa sawa. Tutatea inner saa 9 na inner nyingine tutamaliza jioni. Yaani yote gisi ilikuwa iko. Kwa hiyo karibuni sana ndugu zangu kuweza kusikiliza yote ambayo rais ameyazungumza. Utasikiliza pale. Tutatafsiri baadhi ya vitu kwa Kiswahili. Tutazungumza hivyo na Rafael kwa Kiswahili, kisha tunakuachia unaisikiliza maswali ambayo yaliuliziwa yote. Jana tuliweka vipande, yes, tulishia kwenye kipande cha lisali moja. Kwa hiyo tumebakia na lisali lingine limoja. Tutaifuata hiyo saa 9 kupitia Baraka 1 TV. Na ndugu zangu, huku rais akiwa anazungumza hivyo, siku hiyo hiyo Bujumbura, mtoto wa Habyarimana aliweza kupokelewa na rais wa Burundi, ndugu yetu mzee wetu wa kazi Evariste Ndayishimiye, na hivyo kuweza kuzungumza mambo ya mikakati ya mipangilio ya nchi. Hii ni ishara mbaya sana kwa Rwanda. Utafahamu tu Rwanda hapa juzi kati iliweza kulalamika kwamba Ubelgiji inaleta silaha nzito Burundi, hivyo ni hatari kubwa kwa nchi ya Rwanda. Sasa mambo ni mengi sana. Hii ni Baraka 1 TV. Na huko maeneo ya Bibokoboko, malalamiko, pointi ambazo mimi nitagusia hapa, nafikiri tushazizungumzia hizi mara kadha wa kadha, lakini pointi ambazo mimi nitazungumzia hapa ni ile pointi yenye mzee William Amuli ya Kutumba alisema kwamba hawezi kugarantire mtu kutoka Bibokoboko kwenda Baraka kama atakuwa iko salama. Inatakiwa ili swala la amani liweze kuwa vulgarize, lizungumzike, lisambazwe kwa makabila zote. Kila mtu akuwe conscient na akubali na aelewe, akuwe tayari kwamba tumesameana na tuanza kuishi kwa pamoja. Je, itawezekana? Hilo ndio swala ambalo liko la muhimu. Sababu ukiangalia nyuso za wenzetu, wao mara nyingi sana wanazoea kuzungumza jambo kwa usoni, lakini kikiko ndani yao ni tofauti. Sababu sio mara ya kwanza watu wanakuwa reconcile, wanakaa na wazungumze, baadaye tena wao ndio wa kwanza kuchukua tena bunduki, kuanzisha mashambulizi. Lakini kwa hivi kuko utofauti kwa sababu wamekuwa na mgawanyiko ndani yao. Ushelewa? Kwa hivi hawa Wanyarwanda ambao wanajiita Wanyamulenge washakuwa na mgawanyiko kati yao. Kuna wale wenye wako upande wa serikali, wenyewe wanatumika na serikali, na kuna wale wengine wenyewe wanatumika na serikali ya Rwanda. Sasa hapa ndio kuko tofauti. Na kuna mtu mmoja alinipatia akaniambia kwamba kuna tofauti kati ya Munyarwanda ambaye yuko Rwanda na hawa wakimbizi wanaojiita Wanyamulenge. Utofauti wao uko wapi? Mimi sijawahi kuona tofauti, lakini wanasema kwamba kuna utofauti kati ya hawa na wale. Kwa hiyo tutajaribu kugusia hapa. Na pia kamanda wa jeshi la Burundi naye pia vivile aliwaambia, nyinyi mnaishi hapa, sawa, huku ndo kwenu.
Kitendo cha kwanza kuungana na Wanyarwanda ni kuwapotosha bure. Mtashindwa kufanya kile ambacho mnastahili kufanya, mnaikalia upumbavu, afu mwisho wa siku mnajikuta mnatupwa chini. Nafikiri ni mambo ya muhimu sana. Tembelea pia Mwangaza TV, utakutana na baadhi ya matukio yote ambayo yako naendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kikubwa ni kushare, kusubscribe pamoja na kulike Baraka1 TV. Karibuni sana. Nitoe shukrani za dhati kwa Jide Kizenga Tembele, King Sele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, Da Feza, Da Letesha, Da Asha, Da Arwe na Kisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Jackie Baguma kutoka Uganda, Yahaya Huseni kutoka Dar es Salaam. Hawa wakiwa wanasikiza Baraka1 TV Ramaki Afrika Kusini ya Sokolo Ayeba. Asante Ramadhan. Nafikiri ni vizuri sana. So Ituri, baada ya mashambulizi ya Biakato, ADF wameweza kujigawa na kuelekea pia maeneo ya Kawame, huko wakiwa na lengo la kwenda kushambulia maeneo ya Makumo, Mandumbi au Mangina. Hizo ni taarifa ambazo zimetoka huku wakiwa na wafungwa ambao waliwakamata baada ya kushambulia maeneo ya Biakato. Baada ya mashambulizi yaliyofanyika hiyo siku ya Ijumaa ya tarehe 7 jana hiyo Biakato, magaidi wa ADF wameweza kukamata njia ya kuelekea Biakato Kawame. So hiyo ni kutokana na vyanzo ambavyo tumepata. Kwa hiyo hawa watu wamekuwa ni watu wa kuhamahama. Yaani ni wateroristi wa kuhamahama. Wakifanya maafa hapa hawako wengi, hawakwagi wengi aseme ni 1000. Wakuta watu 15, watu 20 hivyo. Sasa ndio tunajiuliza kwamba serikali inashindwaga kuwadhibiti hawa watu namna gani? Sasa kwenye kuku mabatayo za FRDC, za UPDF, hawa watu wanajipenyezaga na magani. Unajua kitu kimoja kenye arme inabidi ielewe. Hawa watu wa Maguguni dawa yao ni wazalendo. Unaona hapa maeneo ya nani ya maeneo gani hapa? Ni mtarafa tu ya Njugu Njugu hapa Resama, kwenye wazalendo waliweza kuintervenir. Wale wakotoa pale. Wazalendo walikuja pale na wakatoa. Ushelewa? Donc sio watu wa kusema kwamba mnaweza mkacheka nao. Ukicheka na nyani utaota mabua. Unaona? Utaota mabua. Inabidi vikosi vya VDP wazalendo pia viwe kule vishirikiane na FRDC na UPDF. Kwa sababu UPDF hao ndio wako wanacheza madouble. Sasa kama serikali yote aioni shauri yake. Unafikiri kwa nini Sud Kivu na Nord Kivu avance ya M23 imeshindikana sana? Sinijua zao walisimama. Unafikiri wangeachia tu FRDC EUPK iopere kama tuko mnivo? Kama tuko mnivo nyingine, lakini viki walisimama waza na mambo kidogo ikaonekana kuchangamka. Ndio mpaka leo unaona blockage iko hivi ku M23. Sasa inatakiwa sasa wanajeshi wetu wakubali wazalendo pia Ituri waweze kushirikiana nao, na watafanya kazi nzuri sana, kwa sababu walikuwaga Ituri lakini walitoka Nord Kivu kwenda Ituri, baadaye wakarudia tena zao baada ya ile kazi yenye walifanya. Sasa hali inakuwa ni mbaya sana huko maeneo ya Ituri kutokana na hawa materoristi wa ADF. Licha ya kwamba asilimia kubwa ya Ituri usalama upo, kwa asilimia kubwa Ituri usalama upo, ila sasa shida ni kwamba licha ya hiyo asilimia kubwa kwamba usalama upo, ndio tunakubali, lakini sasa kinachovuruga Ituri ni ile kujipenyeza kwa haya makundi. Unaona nyumba inakuwa ni nyumba kubwa nzuri, unapanya sawa, lakini ukishakuwa tu kuna shimo yenye haionekani, bwana panya atakuwa anajipenyeza tu.
panya atakuwa anaingia tu, na pia kama panya ashakuwa na urafiki na paka wa mnyumba juu kuna wakati wanashirikianaga paka na panya, unakuta kabisa wanashirikiana wanaongea, ujue tayari hapo nyumba inavamiwa. Kwa hiyo serikali iwe makini sana ili kulinda amani. Hili swala lingine la mtoto wa Habyarimana. Wakati rais wa nchi Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akifanya mkutano na waandishi wa habari jijini Kinshasa, jijini Kitega, mji mkuu wa kimkakati wa Bujumbura wa Burundi, kumradhi, alipokelewa mtoto wa alikuwa rais wa Rwanda Habyarimana, na hivyo kuweza kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na rais wa nchi Bwana Evariste Ndayishimiye. Mazungumzo yao bado hayajulikani walizungumza na kitu gani, lakini imeweza kuleta gumzo na kuleta pia wasiwasi katika utawala wa Bwana Mr. Skeleton huko Kigali, ambako anajiuliza maswali. Alikujaga Kinshasa, baadaye akaenda akarudi tena, anakuja Bujumbura na Gitega Burundi. Nini ambacho kiko kinazungumza hapa? Na utafahamu tu kwamba sasa hivi Kigali imekuwa na pressure kubwa sana kutokana na ushirikiano wa Kongo na Gitega. Yaani Kinshasa na Gitega wamekuwa na ukaribu mno mpaka Mr. Skeleton kichwa kinamuuma. Unaona kisa alivyokuwa Tanzania. Yuko naenda kusolicite Mama Samia Suluhu. Anataka kuimarisha uhusiano zaidi kati ya Rwanda na Tanzania. Lakini kitu kimoja ambacho nitawakumbusha tu hapa ni kwamba uhusiano wa Rwanda na Tanzania hauwezi kuwa sawa na uhusiano wa Kongo na Tanzania. Watu msijaribu kupotosha historia. Sawa? Msijaribu kutupotozea historia. Historia sisi ambao tunaielewa inatuambia hivi: waliosaidia kukomboa Tanzania sio Waganda, sio Wanyarwanda, wala sio nchi nyingine. Waliosaidia kuikomboa Tanzania ni Congo DRC. Tena sio n'importe quel kabila ya Kongo, ni Wabembe. Asilimia kubwa ya wanajeshi wa Kibembe ndio walipigana kukomboa Kigoma, kukomboa Tabora, Tanga na kwenda mpaka maeneo ya pwani. Wabembe. Kwa hiyo kwa termi ya historia, kwa termi ya muungano, ya ushirikiano ulio bora kabisa, sisi damu yetu ilimwagikia Tanzania. Kuna wakongomani ambao damu yao ilimwagikia Tanzania, walifia Tanzania katika vita ya ukoloni kumtoa Mjerumani. Mbafu moya, mbavu ndogo maarufu hivyo, na mnara wake uko Posta pale jijini Dar es Salaam. Kila anayepita pale anakuta ule mnara, lakini historia yake sifikiri kama watu wanaitangaza vizuri. Historia ya mbafu, shujaa aliyewachakaza wa Jerumani. Unaona? Kwa hiyo muterme ya ushirikiano, sisi Kongo tuko na privilege kubwa kuliko Rwanda. Historia. Kitu cha pili, anterme ya faida, Tanzania haiwezi kuwa na faida kutoka Rwanda. Atapata nini kutoka Rwanda? Hakuna. Unaelewa? Sisi tuna kila njia ambayo Tanzania ikitumia na sisi itapata manufaa. Tuseme poro ya Dar es Salaam. Kama Kongo haingii mporo ya Dar es Salaam, poro ya Dar es Salaam itahomba, itafilisika, itakosa biashara. Rwanda pekee haitoshi kuwa natoa mizigo poti ya Dar es Salaam kusema kwamba inufaisha Tanzania kwa asilimia kadhaa. Hamna. Lakini Kongo sisi wenyewe, nchi zote ziache kwenda kutoa mizigo yao Tanzania, poro ya Dar es Salaam. Sisi wenyewe tunaweza kuifere avance poro ya Dar es Salaam
kuwa naingiza mizigo na kutoa mizigo kila siku, sababu huo uwezo sisi tunao kufanya hivyo. Unaona, sisi Wakongomani tuna desturi, sisi ni watembeaji, tunatembea mno. Sisi ni wafanyabiashara, tunaingia kila nchi kufanya biashara, tuna export na kuimport mizigo kutoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo kitendo cha Rwanda kwenda kunegotiate na Tanzania, kuimarisha, wakipretend kwamba ushirikiano wa kihistoria, muungano wetu, sisi ni ndugu, tuna undugu. No, ndio undugu wa Kiafrika wa kibinadamu, sawa, sikatai. Lakini hii kwa wanasiasa walikuwa wanaangalia kwa nia nyingine, kwa mpango mwingine, jicho lingine la kusema kwamba ni kujaribu kuvuruga ushirikiano wa Kongo na Tanzania. Unaona pale sama magavana wa mkoa wa Kigoma na mkoa wa Sud Kivu, akiwemo waziri mkuu wa Tanzania, walikuwa Kigoma kwenye forum ya maendeleo za bandari na mipango ya kiuchumi ya hizi nchi za ukanda wa maziwa makuu, zaidi nchi ambazo zinatumia Grand Lake Tanganyika. Ile ndo Kigali nayo ikaona itumie ziara hii kuja kujaribu kuleta ushawishi mpya. Lakini ukiangalia hata Tanzania pia, Watanzania wanaelewa na wanajua kati ya Kongo na Rwanda, nchi pekee ambayo inawapa faida ni Kongo na Kenya. Wote wale wanajua sisi ndio tunawapa faida kubwa, na ndio maana sisi ni taifa kubwa na tunahitaji kupewa heshima ya kipekee. Kwenye sisi tunakaa, hatuwezi kaa na manchi kama vile Rwanda, Zambia na manchi wengine tu wenye sisemi kwa ubaya, nasema kwa terme ya uwezo na gisi tunastahili tuwe. Hauwezi tia Marekani hapa kisha uilinganishe na Lesotho, kisha uitie na Botswana, uitie na Gambia. Hapana. Unaweza tia Marekani hapa, unamweka China pembeni, unamweka Russia pembeni, unaona? Unamweka Canada pembeni, unamweka German pembeni, unamweka DRC pembeni, voila. Unamweka France pembeni, unamweka UK pembeni. Hizo ndio nchi ambazo tunatakiwa sisi tu tunakaa level nao, tunakaa level city. Kwenye Marekani iko, Kongo na iko pale, Qatar iko pale, China iko pale, Russia iko pale. Hapana mwananchi huu wa troisième monde ambao tunaita hivyo. So nafikiri mwa hiyo terme inaweza kutusaidia pia kuweza kusonga mbele. Ni vizuri sana watoto wetu na ndugu zetu jamaa waweze kuwa wanakumbuka historia na kuwa wanafuatilia historia ya hizi nchi za ukanda wa Afrika ya Kati na Mashariki. Unaona, watu wasiumbishe kabisa historia jinsi inavyosema. Kongo imesaidia Afrika hii ya Kati na Afrika ya Mashariki katika kupambana na wakoloni. Tumewasaidia nchi wengi, lakini sisi tulikuja kulipizwa kisasi kwa kuvamiwa na nchi zaidi ya 6 kipindi cha 1996, vita ya AFDEL ambayo iletwa na mzee Laurent Desire Kabila huku akishirikiana na Rwanda. Nikukumbushe nchi ambazo zilikuwa kipindi hicho. Nchi ambazo zilikuwa mstari wa mbele, kulikuwa kuna Tanzania. Tanzania haikuwa mstari wa mbele, lakini pia ilishiriki, ilikuwa sababu huu mpango wote ulisukwa na hayati baba wa taifa Nyerere Kambarage. So historia tusiwe tunaificha, tu tunaizungumza, tu tunakumbushana, sio kwa ubaya, sio kwa kutafuta mambo mabaya, lakini nikumbusha kwamba hizi nchi zishagawahi kutufanyia hivi, ili watoto wetu pia wakuwe na historia na kujua kwamba kawaida ya nchi inakuwa ni hivi. We don't have permanent friend or permanent enemies. All we have is permanent interest. Ushelewa? Hatuna urafiki wa kudumu ama uadui wa kudumu. Ambacho tuko nacho ni maslahi yetu kwanza. Ndio kila nchi iko hivi. Nchi zote duniani asiwaki na uadui wa kudumu na urafiki wa kudumu. Ambacho wako nacho ni maslahi ya nchi kwanza. Kila nchi iko na maslahi yake. Kwa hiyo ukipata deal ya dhidi ya mwenzako na unaona kwamba iko na maslahi kwa nchi yako, unaenda unafanya. Ndio kisi ilikuwa 1996.
Tanzania, Rwanda ndio kwa mstari wa mbele, Uganda, Tanzania, ushaelewa? Somalia, Sudan, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, nimetaja nchi kama hizo zaidi ya 6 ambazo zilikuja kutuvamia, na wote walikuwa ngambo ya Rwanda. Lakini Mungu alisaidia nchi hili ilienda mpaka leo hii. Leo tunabakia na Uganda, tunabakia na Rwanda, tunabakia na Sudan, tunabakia na Somalia na Eritrea. Ndio nchi ambazo ziko zina support M23 sasa hivi, lakini tunaendelea kupambana nao, na tunashukuru kwa sababu jamii ya kimataifa iko inaona. Serikali ya Rwanda ilienda Tanzania kwenda kujaribu kujificha kwamba wasionekana, na ndio hiki kenye niko na shangaa kwa viongozi wetu wa Afrika. Kitu moja nikumbushe tu kwa kumalizia hii point, tungia point ya Bibokoboko. Unaona viongozi wetu wa Afrika wana matatizo sana. Hakuna kiongozi wa Afrika mwenye hajui kama uvamizi wa Kongo Rwanda ndiyo inautengeneza. Lakini hautawahi kusikia Mama Samia Suluhu Hassan anamnyoshia kidole kwamba Kagame, unachokifanya Kongo sio swala la uungwana. Kimya. Hutamsikia huyu Ruto anasema hivyo. Kimya, kwa sababu Ruto naye anakula mle ndani. Hutamsikia, yani marais wengi wa Afrika hutawasikia wanasema hivyo. Na ndio maana sisi Kongo tumesema hapana. Hatutakuwa na dili na hao viongozi wa Afrika tena. Sisi tunadili na viongozi wa dunia. Na ndio maana tuko ndani ya baraza la no permanent la Umoja wa Mataifa. Katika zile nchi 16 tumo ndani. Kwa hiyo tunashiriki vikao vya Umoja wa Mataifa na tunapangilia kushauri nchi zingine. Sababu viongozi wengi zaidi hawa wa ukanda wa Afrika ya Mashariki ni viongozi ambao karibia wote wanakula meza moja na rais wa Rwanda Paul Kagame. Isipokuwa tu rais pekee ni Rais Ndayishimiye wa Burundi tu. Yeye ndo anasema wazi wazi kwamba Kagame ndiye iko na support M23 Kongo, na Kagame ndiye iko na support Red Tabara waasi wa Burundi. Kagame ndiye iko na mpango wa kuvamia Burundi. Yeye Ndayishimiye. Wengine wote ni bushi be. Sasa ndo muangalie jamani, ndugu zetu wa Afrika, tuko na viongozi wa aina gani? Kisha ndio mje mseme kwamba matatizo ya Afrika tuyajere sisi wenyewe wa Afrika, tuache kwenda kwa wazungu. Wazungu wako wanatukolonize tena, wazungu wanatufanyia ukoloni mbolea. Sasa wakati sisi wenyewe wa Afrika tuko tunanafikiana, sisi wenyewe ni wanafiki. Tunakula huku tunapulizana, kisha unataka sisi tuendelee kushirikiana na viongozi wa Afrika? Hatuwezi shirikiana na viongozi wa Afrika, lazima tuende tutafute msaada nje ya nchi. Wewe nikupe fact moja. Leo kama Qatar inasimama. Qatar ilikuwa ni nchi, Qatar iko na mafuta mengi duniani, inasikika. Qatar leo imeendelea. Dubai. Ni nchi yenye ufahari mkubwa. Watu wanakwenda kula bata kule. Ni kwa sababu nini? Waliingia ushirikiano mzuri na Marekani. Walikuja kuona kwamba kumbe kuendelea kubaki kushirikiana na Waarabu wenzao wako wanafanyiana hivi kisa Afrika iko. Mnazungumza huku, mnazungukiana nyuma ya mgongo. Mnazungukiana huku nyuma mgongo. Leo hii Katari ni sehemu kwenye dunia nzima inatamani kwenda kuishi. Haya, fact nyingine moja nikwambie. Sisi wa Afrika tuko na akili moja za ovyo sana. Unaona wazungu wanatutumikisha. Na wanatumikisha kwa njia gani? Leo hii Rwanda si wamekaa kwa amani, tuseme wako na amani miaka 13. Wanadumu vizuri 30. Hawana shida. Lakini baada ya hii 30 tena, hii regime ya Kagame itakuwa renverse. Sasa itakuwa renverse tena. Matatizo yataanza a zero. Sasa unagisi ilikuwa Libya. Unajua kwa nini? Kwa sababu ni nchi ambayo inajengwa kwa misingi ya kabila moja. Ni kabila moja ndo linaongoza, kabila moja ndo liko na maamuzi. Kwa hiyo ili hizi kabila zingine za Wahutu na Watwa wako wanavumilia tu, lakini wanachoshwa na jinsi nchi iko inaendeshwa. Hawana pa kusemea.
siku watapata nafasi ya kusema, ina maana watafanya tena kuranverse hivi na ile ni problem. Na unajua kitu kimoja, katika huu ukanda wetu sisi tuko na ukanda wa kikabila. Mtu akitawala hawezi penda Mtusi naye atawala, Mtusi akitawala hawezi penda Mtu naye atawala. Sasa shida iko hapa. Shida ni hivi, Mtusi yeye ni mdogo, chukulia kwa Rwanda, Mtusi ni asilimia 15, Mhutu ni asilimia 85 kama sikosei, lakini ona asilimia ndogo ndo anatawala. Na angalia sasa mfamilia mdogo akiwa tajiri jinsi anakoga na maltreat wa kubwa zake, ushaelewa? Lakini kama mkubwa ni tajiri akwage na maltreat wa nani? Wadogo, sababu kwanza iko na majukumu ya kuwalinda wote. Lakini sasa mdogo yeye anapendaga aonyeshe kiburi ya fedha na kudharau ukubwa, ushaelewa? Ndio hiki ambacho kitakuja kutokea tena Rwanda. Hii sio mara kwanza mimi naliongelea hili, nishaliongelea mara kwa mara. Angalia leo Burundi kuko stability. Kwa sababu gani? Wahutu ndio wengi na ndio wanatakiwa kutawala. Unaona? Sisemi kwamba kutakiwa kutawala kwa kupenda. Wakati wanaenda kwenye uchaguzi ni raia ndio wanachagua, na walio wengi wanachagua walio wengi. Ni demokrasia. Kwa hiyo hamwezi penda demokrasia na mkatae maefe ya demokrasia. Haya, nafikiri Rwanda tu iko siku watarudilia mateso ambayo sasa hivi wa Libya wako wanapitia, kwa sababu nchi inaongozwa kwa mlengo mmoja, idee unique. Haya bwana, so Bibokoboko Bibokoboko mzee William Amuri Kutumba ameweza kuonyesha sura yake ambayo watu wamoja wanawazia kwamba ni yeye, wengine wanasema sio yeye. Namaanisha kwamba mbona ya Kutumba kama anaanza kuongea tofauti, haiko tena ule mwenye tunajua. Jamani, inchi inaongozwa kwa siasa, na alire yenye hao watu walikuwa wako nayo ni alire ya kisiasa. Kwa hiyo na sisi pia inabidi twende kisiasa. Wanasemaga hivi wazee wa kale, jifunze kula na kipofu. Wakati uko nakula na kipofu, usimshike mkono, usimguse mkono, atakushtukia. Siku naeleweka bana. Kwa hiyo kuna mbinu za kula na kipofu, ndio hizi ambazo serikali yetu saizi iko na kula na kipofu. Ukisikia wa Ngoma Nzito, wa Generali ya Kutumba, wa Rene Itongwa na wengine wote, langaje zao zinakuwa ni za kula na kipofu. Mengine hatusikua tunamwaga hadharani kwa sababu tunasikika duniani kote, wengi wanatusikiliza. Kwa hiyo tukizungumza mambo mengine ni sana na tunachoma inchi, lakini mweleo tu kwamba inabidi mjifunze kuwa na kula na vipofu. Aya, nini kitokea Bibokoboko? Raia ya Bibokoboko inataka kupata uhuru wa kuwa na shuka mpaka Baraka, sehemu zingine zote kwenda kufanya biashara, kununua vitu hivi ili viweze kuwasaidia. Sasa nini kinafanyika hapa? Hakuna mwenye anakataza raia kutoka Bibokoboko kushuka Baraka. No, hakuna. Lakini kuna jambo ambalo serikali inatakiwa ifanye la ziada. Uhamasishaji. Watu wahamasishwe. Watu wapewe morali. Wapewe motisha kwamba jamani, kinachofanyika sasa hivi ni hivi. Sisi wote ni hivi, na tukue tuko sincere. Na sisi na wale na hawa na wote wazungumze jambo ambalo watalitekeleza. Lisiwe jambo leo tunazungumza tutembelee kushoto, wenzetu wanaenda kulia. Twende kulia, wenzetu wanaenda kushoto. Na jambo ambalo serikali itafanya ni watu kuweza kutoa silaha zao zote. Ndio ile sema, yeyote mwenye hata jikonforme batamkombatre. Yeyote mwenye hata kaa kwenye misingi lazima atapigwa. Ushaelewa? Sasa serikali ndio inatoa hiyo tamko. Serikali ndio inasimamia ili agizo.
wananchi wote kule maeneo ya Bibokoboko, tuseme nyanja zote za juu na za chini, silaha zinafichwa, ziko kule za kutosha. Kwa hiyo watu watoe silaha zote nje, waweke silaha hadharani, serikali ichome zile silaha na raia wa kawaida waishi kama raia. Hakuna raia mwenye anaruhusiwa kuwa na silaha juu ya kuchunga ng'ombe, hakuna. Sawa, mwanzo wa kuwa na silaha ya kuchunga ng'ombe ndio hiki kenye kilituletea hii machafuko hapa. Leo kumeingia Bambororo, Kubazwele na Utwele, wameingia na ng'ombe, wameingia na silaha, wanachunga ng'ombe. Kesho tutasikia tena vingine hivi. Si tu tunasema Bambororo baliingia kule, tungoe après 10 batakrea ingine kule, banakuwa bakongore balikuwa kule na Bambororo kutoka Sudan, na serikali sema itafuatilia hili swala ili waweze kuwaregistre, wapewe nafasi. Serikali ilisema kuhusiana swala la Bambororo, hili ni swala ngumu, ni swala nzito kabisa. Rais alilizungumzia juzi, ni swala ngumu swala la Bambororo. Alilionyesha liko jepesi sana kwamba kulingana na sheria za kimataifa, wananchi wakitoka sehemu zao kukimbia sehemu zingine, hawawezi kuwakatalia, wanawapokea, wanawaidentify, wanapewa hifadhi, wanajulikana kwamba hawa ni wakimbizi na wanapewa vitambulisho vya ukimbizi. Je, Kongo hilo swala litenda leo? Ili swala tulikumbuke, tuko na waziri wa mambo ya ndani Jacquemain Shabani, tuko na waziri wa ulinzi Bwana Guy Kabombo Madiamvita, waziri mkuu Sumino Tuluka na Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ili swala la Mbororo lisije kutuzalia michoko tena, sawa na swala la wakimbizi wa Kinyarwanda. Leo wana force kabisa mpaka wanakuwa wanaitwa wenye mulenge. Haya yote ni mambo ambayo nchi inabidi isimamie. Hatuwezi sema kwamba kuishi na watu wengine ni shida. No, Kongo ni kubwa. Kongo ni kubwa, na Kongo inaishi na watu wa makabila yote, wa nchi zote. Kongo ni kubwa sana sana, lakini kila anaishi ndani ya Kongo anatakiwa ajikonforme selon la loi du pays. Tushie hapo, tukutane majira ya saa 9 ambako tutakuletea yale yote ambayo rais alizungumza. Mengi ni mengi mno kupitia Baraka1 TV. Mimi ni ndugu yako Bala Baba, the one and only town DJP, mzee wa Ngwasuma. Bye bye.